Bara Benjamin Mkapa, ambapo siku hii leo mchezo wa dabi ya Kariakoo Yanga dhidi ya Simba, ambapo natarajiwa kuja kuchezwa majira ya saa 1 kamili za usiku, na baadaye sintofahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba hawatafika katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa katika mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara kutokana na kile ambacho kilitokea siku ya jana. Mbele yangu hapa nipo na shabiki wa Simba ambaye amefika katika uwanja huu. Boban, habari yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama kabisa, na leo ni siku njema, siku ya kina mama duniani. Kwa hiyo heshima yako kwanza. Nashukuru. Asante sana. Bwana, kiufupi hivyo bwana, tulikuwa tuna matamanio makubwa sana kuiona mechi ya leo, lakini ndio hivyo mambo yametokea, sintofahamu mpaka sasa hivi mchezo haujaahirishwa. Ila kwa upande wa Simba Sports Club naweza kusema sisi kama Simba Sports Club tumechoshwa na vitendo tunavyozidi kufanyiwa kila kukicha ndani ya ligi ya NBC. Kwa sisi kama Simba Sports Club hatutoweza kushiriki katika mchezo wa leo ambao tarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi wa leo. Sisi kama Simba Sports Club hatutoshiriki mchezo huo. Kanuni zinasema timu husika ikifika, nyingine isipofika, basi mtapokonywa alama 3 muhimu. Kwa vitendo vingi sana ambavyo tumefanyiwa, vingi vya hovyo, vingi ambavyo vinaendelea ndani ya ligi ya NBC, tuko lazi kupokea mashtaka ya aina yoyote ile, ila sisi mpaka hatima yetu ya sisi kuzuiliwa kuingia kufanya mazoezi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ipatikane. Tuko lazi kupokea mashtaka aina yoyote ile, ila mpaka tupate hatima ya nini ya kwa nini Simba Sports Club azuiliwe kwenda kufanya mazoezi ndani ya Benjamin Mkapa. Tuko lazi kwa mashtaka ya aina yoyote ile. Watu wanasema Simba ndio wakati wenu hivi sasa kuonyesha ukubwa wenu, muingize tu timu uwanjani. Hatuwezi kuingiza timu uwanjani. Tukiingiza timu uwanjani, matatizo madogo yanayotokea ndani ya ligi yetu hayatakuja kuimarika, kwa sababu usitegemee kwamba madhaifu yanayokuja kutoka kwenye ligi yetu kwamba Mashujaa atakuja kuyatetea. Mashujaa hana ubavu wa kuja kuyatetea masuala magumu kama haya endapo kama Simba Sports Club wameyakalia kimya. Na ndio maana Simba Sports Club baada yeye na wewe vitu kuchoshwa na matendo yanayofanyika ndani ya ligi yetu, akaona na yeye mpaka amemkuta hasa imefika stage yamemoverdose, na yeye kama amesema kwa vitendo ambavyo vinaendelea na anavyozidi kufanyiwa hayuko lazi tena kushiriki mechi ya aina yote ile ya ligi ya NBC mpaka hatima ilipatikane. Wanasema mnawaogopa Yanga kiasi hicho. Wao watakavyojisikia kuzungumza wazungumze, lakini kama kweli wao wana imani sisi tunaogopa, kwa nini wasingeturuhusu sisi tuingie kukagua uwanja na kufanya mazoezi ya mwisho kama sisi, kama mimi ndo mgeni wa mchezo huu? Kama kweli mimi nilikuwa ni muoga na waogopa wao, kwa nini wao waoneshe nidhamu ya oga, waanze kukagua idadi ya magari yangu? Wanajua idadi ya magari ya Simba Sports Club, kwamba Simba basi liingie ili lisiingie, wanajua idadi ya magari yangu. Kama Elimu Panzu kaja na gari lake utamzuia kuingia? Ni mchezaji wa Simba Sports Club. Kwa vitendo hivi vinavyoendelea, hii ligi sasa wanataka kuigeuza hiyo GSM Premier League. Sasa Simba kama Simba tumechoshwa na vitendo hivi, na niwaombe tu mashabiki ambao wametoka mbali wawe na subira. Kuna muda ukitaka kutengeneza misingi iliyo bora lazima watu wapate hasara kama hizi. Kwa upande wa Simba Sports Club nikiwa kama shabiki niwaombe tu mashabiki wenzangu tuwe na uvumilivu. Najua tumepata hasara mashabiki wengi, kuna wengine wametoka mikoani, wengine nje ya nchi. Tumefika hapa kwa niaba ya kuchungulia mchezo wa leo, lakini imeshindikana. Hatuna namna. Kwa upande wa Simba Sports Club sisi tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea. Kwa sisi kama Simba hatuchezi wala hatushiriki mechi ya aina yoyote ile ya NBC mpaka hatima ya hili sisi kuzuiliwa. Swali zuri sana. Kanuni tulitumia, tumezingatia ile sheria ambayo inasema mgeni wa mchezo inabidi atumie uwanja siku moja kabla ya mchezo. Ndio sasa baada ya sisi kuingia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo tumezuiliwa, basi na sisi hatuwezi kucheza sababu hatujafanya mazoezi. Kwenye hiyo kanuni kuna kipengele kinachosema kwamba nyinyi mnaruhusiwa kususia mchezo. Kipengele cha kususia mchezo hakipo, lakini nyinyi mmesusia mchezo. Tumesusia mchezo kwa sababu tumefanywa vitendo ambavyo sio vya kiungwana. Hiyo kanuni tunatumia kanuni gani? Hatujatumia kanuni ya aina yoyote ya kutoingiza timu uwanjani, ila tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea ndani ya ligi ya NBC. Nisikilize na kurudisha, ili muweze kuchukua hatua, si inabidi mtumie kanuni ndugu yangu. Tunaje kutumia kanuni kama tunajiamilisha vipi kuingia, yani tunajiamilisha vipi kuja kucheza ingali jana umetoka za. Tunajuaje? Yani tunajiamilisha vipi juu ya uwanja wakati hatujakagua? Kanuni, sikilize, usizungumzie kanuni. Kama kanuni wao wangezingatia, kwa nini sisi watuzuie? Kama wao walikuwa wanaheshimu kanuni, kwa nini watuzuie kuingia? Tutajiamilisha vipi? Nisikilize, tutajiamilisha vipi? Ngoja nimjibu yule pale. Nisikilize, tunajiamilisha vipi kuingia kwenye uwanja ingali bado hatujakagua? Kwa kama Simba sisi
Ngoja wenyeji tumsaidie. Hilo ndio la kwetu. Ngoja tukusaidie wenyeji. Iko hivi, nisikilize. Mnakuja kukagua uwanja au kufanya mazoezi? Mbona unakuja kufanya mazoezi na ndio kukagua moja kwa moja? Kukagua uwanja nyinyi mnalitoa wapi? Ngoja tumsaidie. Lazima ukagua uwanja kama uko tayari, yani kama haustahili kutumika mechi unajamilisha vipi kuingiza timu? Lazima tukague uwanja kama mgeni, nikague uwanja nijiridhishe uko sahihi, ndipo niingie kucheza. Bodi ya ligi wameshaamua kwamba uwanja utumike. Nyinyi kama Simba mnapata wapi muda kuja? Hatujafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja husika. Ndicho kitendo ambacho kimezuia sisi Simba Sports tuingize timu uwanjani, na sio kuingiza tu leo. Hatuchezi mechi yoyote ile ya NBC Premier League mpaka hatimaye haipatikane. Sasa hapo mnadhihirisha ukubwa. Tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea ndani ya ligi hii. Tumecheza mechi na Tabora, uwanja uko sahihi. Yanga ameenda kucheza na Mbio, uwanja uko sahihi, wamehamisha kwamba uwanja umekuwa mbovu baada ya Simba kwenda. Wewe unachokitaka ni nini sasa? Tunahitaji mabaya yote ambayo yanafanyika ndani ya ligi ya NBC yafichuliwe, yaweke wazi, misingi iende vile ambavyo ligi inatakiwa, kama udhamini wa vilabu vingi. Sasa huo udhamini basi leo unaingia vipi? Nisikilize, kuna muda ukitaka kutengeneza jambo jema kwanza. Usikitike mtani iko hivi. Nisikilize. Na kurudisha nyuma kidogo. Ukitoa mechi ambayo ameshinda Ramadhani Kayoko. Ukitoa mechi ambayo Ramadhani Kayoko ndio mshindi. Niambie mechi nyingine ipi ambayo wewe umeshinda ambayo hana JSM? 5-1. Timu gani jamani? 5-1. Na ubaya ubora tumeanza lini? 5-1. Hiki tunachokifanya ni ubaya ubora, kuiweka mambo yaende sawa vile ambavyo tunatakiwa. Ndugu mwandishi, ngoja tumsaidie. Unajua sisi tunasema hii dabi haina kipengele. Kipengele wamekileta wenyewe hawa ndugu zetu. Wao walikuja kufanya mazoezi. Swali tunaowauliza, walikidhi vigezo pale jana vya kufanya mazoezi? Kwa sababu unaweza ukawa na haki lakini umekidhi vigezo. Kigezo nambari 1, umezingatia muda sahihi. Kigezo nambari 2, idadi ya watu uliokuja nao inastahili wote kuingia ndani ya Benjamin Mkapa. Ukisoma barua yao vizuri, wanasema moja kwa moja kwamba meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa amezuia msafara wa Simba. Meneja wa uwanja huu ni Simba au ni Yanga? Meneja wa uwanja amewekwa kisheria hapa, amewazuia kwa sababu walikosa vigezo. Sasa sisi tunawaambia kosa moja alihalalishi kosa lingine. Wao tayari wameshazuiliwa. Je, wanatumia kanuni ipi sasa kudhihirisha kwamba watagoma kuja kucheza mchezo wa leo? Wanakosa kanuni, wanatumia maneno. Matokeo yake ni nini? Endapo meneja atakutwa na hatia kwamba alifanya makosa, atapigwa faini. Endapo mabouncer waliokaa nje ya uwanja watakutwa na hatia, watapigwa faini. Wao wakikutwa na hatia ya kugomea mchezo wa leo, adhabu yake unaijua mtani? Sasa nakuuliza swali moja. Hiyo adhabu ambayo ingeenda kumkuta meneja wa uwanja au mabouncer wa Yanga, mimi ishaniathiri, labda nishakosa pointi 3, zina thamani gani kwangu? Unakosa pointi 3 kivipi? Nimesemea tu mfano. Ingetokea hizo adhabu ziende kufuata meneja wa uwanja apate adhabu, si mabouncer wa Yanga apate adhabu. Wakati huo mimi pointi 3 zishadondoka, inaninufaisha nini kama? Yaani anachofanya Simba ni anafanya utoto. Yaani ni sawa sawa na mwanafunzi kesho mtihani wa NECTA, leo hajasoma anakataa kufanya mtihani wa NECTA. Wewe umepewa siku ngapi na bodi ya ligi ujiandae dhidi ya mechi hii ya leo? Tumepewa siku ngapi mimi na wewe? Hujafanya mazoezi katika siku ya jana tu, unagomea mchezo. Hivi unajua hasara kiasi gani umelisababishia taifa? Taifa hii leo ilikuwa inapata mapato kupitia vati mbalimbali zitakazopatikana na viingilio vya mashabiki. Watu walikuwa wameshafanya booking, wamepata vibali vya kuuza chakula na vinywaji humo. Watu wengine wametoka mbali, Mwanza zaidi ya masaa 15 wapo kwenye Costa. Watu wamekodi vitu mbalimbali. Wewe Simba una timu kubwa, una kikosi kipana, mishahara mizuri, unagomeaje mechi? Ila ngoja niongee kitu kimoja. Kuna kitu kimoja naweza nikawaelewa washabiki wa Simba. Hivi ukiangalia mtu kama Aziz Ki, ule mguu wake wa kushoto, ukiufikiria tu mwenye kichwani, lazima utumie huu chochoro. Mara 4 mfululizo umekandwa hapa. Marefa wote unaowataka mpaka Alajiga alikuwepo kwenye 5-1. Ukikifikiria hicho kitu, lazima ukubali. Usipoteze. Lazima ukubali. Iko hivi. Nisikilize. Ushawahi kukimbia hapa kisa masaa. Nilitumia kanuni. Kutoka saa 11 kwenda saa 1. Nilitumia kanuni. Nilitumia kanuni. Mimi nanukuu kanuni. Na mimi nimetumia kanuni. Nimetumia kanuni hiyo uliotumia wewe. Hiyo uliotumia. Kuzuiliwa kutoingia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Na kugomea mechi ndio.
Ngoja nikuulize swali. Hawana hoja. Mazoezi ya jana yalikuwa yana umuhimu, yalikuwa yana umuhimu. Yalikuwa yana umuhimu. Sasa kama yana umuhimu kwa na mimi sijapinga wewe kufanya mazoezi. Hata kwa hiyo unafahamu kwamba Simba amenyimwa haki yake. Sikiliza. Kwa sababu yale mazoezi ni ya muhimu, kwa sababu ile ni kanuni ya FIFA. Amenyimwa na nani kuingia huko? Hiyo alituhusu. Alikuhusu? Hiyo alituhusu. Sisi ile ni umuhimu kwamba mazoezi yale ni ya muhimu. Kwamba Simba afanye nini? Ulikizi vigezo vya kuingia. Sasa vigezo, kwani vigezo gani? Ulikizi vigezo kwamba leo mtafungwa kwa sababu hamkufanya zoezi jana. Kama hujafanya mazoezi kwa nini ufungwa? Ngoja nikwambie ndugu yangu. Wasiwasi mnao sio uoga. Ngoja nikwambie. Huo sio uoga. Ngoja nikuulize. Huo sio uoga. Ina maana mazoezi yana umuhimu ndani ya timu. Mazoezi yana umuhimu ndani ya mpira. Mazoezi yana umuhimu